Maneno ya mwenyekiti wa klabu ya Simba yanafikirisha kuhusu dili la Aaron Okello. Ni maneno gani aliyozungumza mwenyekiti wa klabu ya Simba? Mimi na Aloysi Sagara tutakupitisha kwa kina, lakini kwanza nikukumbushe kunako mabingwa kutengeneza na kusambaza pool table wanapatikana mitaa ya Mabibo Hostel karibu na mitaa ya Riverside. Wengi wanapenda sana kuelekeza mtaa wa Riverside kwa sababu ndo mtaa uliopo karibu. Kwa hiyo ukifika kaulizia pale unaonyeshwa Mabibo Hostel, unaona Tannies wanaweza kukupa pool table za kisasa na bora, na hivi ambavyo ligi zinaanza, lakini ndani ya weekend unaweza kuchukua tu muda wako mzuri ka refresh, una refresh ukiwa na pool table safi kabisa. Aloysi Sagara, yes, tunaanzia hapo kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, mzee wetu Mangungu bana. Kutokana na kauli yake inaendelea kufikirisha kuhusu dili la Aaron Okello. Tunakumbuka kwamba Aaron Okello tayari ashatambulishwa upande wa pili katika klabu ya Yanga, lakini mwenyekiti wa klabu ya Simba ameyazungumza ambayo yanaendelea kufikirisha kwamba klabu ya Simba walikuwa watu wa kwanza kumfuatilia Aaron Okello, lakini walipomkuta kwamba ana mkataba wa mwaka mmoja ikaonekana kwamba ilikuwa ngumu, kwa wakaamua waachane naye au waachane na hilo dili, lakini upande wa pili Engineer Harris akaingia akapiku na akaweza kumchukua Aaron Okello. Kabla tujasoma vizuri maneno ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza, kwa upande wa wanachama Murtaza Mangungu, tuanze kuzungumza hii kauli aliyoitoa mwenyekiti wa klabu ya Simba kwamba wao ndio walikuwa wa kwanza kumtaka mchezaji, lakini mwisho wa siku mtu anatoka nyuma, tunasema anatoka nyuma, anakuja na msajili mchezaji. Hii ukisikiliza wewe kama mdau wa soka, sasa ile vazi la mdau wa soka limekaaje? Mimi nadhani kwa alichokizungumza Murtaza kwamba mchezaji alikuwa na mkataba wa mwaka mmoja, ulipofanya na mazungumzo ikawa ngumu kukubaliwa na dili likawa gumu, na Yanga wao kaenda wakafanikisha hilo. Hiyo inaonyesha dhahiri shahiri kwamba Simba hawakuwa serious na uhitaji wa mchezaji mwenyewe, kwa sababu tumeshuhudia wachezaji wanakuwa na mikataba hata miaka mitatu, lakini kama mtu ana uhitaji na mchezaji anauzungumza na klabu, anazungumza na mchezaji kwa maana ya kumshawishi, wanaweka kiasi cha pesa ambacho wanahitaji, watu wanatoa pesa, wanachukua mchezaji wao, wanaondoka naye. Sasa hiyo issue ambayo amezungumza mzee wangu Murtaza Mangungu, sidhani kama ni kitu ambacho kina logic na mantiki kwa mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba, na hata sisi wadau wa soka wachambuzi ambao tunajaribu kuichanganua hiyo statement ya andiko au kauli ya Murtaza Mangungu. Unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye amezungumza kuja tu kuwatuliza mashabiki wa Simba, kwa sababu walioanza kwenda kuonyesha nia kumtaka Aaron Okello ni klabu ya Simba, lakini Yanga ametoka nyuma, amefanya comeback, wameondoka na kijana. Alichokisema mwenyekiti wa klabu ya Simba bana, mzee wetu Murtaza alisema kwa Aaron Okello tulifanya jitihada mwanzoni mwa msimu ili tuone tulipoona na mkataba zaidi ya mwaka mmoja, ilikuwa vigumu sisi kuvunja mkataba wake ule, lakini kuna watu wanaangalia sisi wanaangalia tukimchagua mchezaji gani kwa mahitaji yetu, wao wanakurupuka na kumchukua ama ili wapate wampate. Huyu ni Murtaza. Hiyo ni kauli moja hapo akisema kwamba sisi tulimtaka Aaron Okello mwanzoni, lakini walipokuta mkataba wa mwaka mmoja ikawa vigumu kuvunja. Kauli yake nyingine hapa anaendelea kusema, anaposema kwamba sisi tukimtaka mchezaji kuna watu wengine wanamhitaji au wanakurupuka kumsajili kwa haraka ili wao wapate sifa. Bana, hiyo kauli nayo kidogo inafikirisha kwamba klabu ya Simba wao ndio wamekuwa wa kwanza ukimtaka mchezaji, alafu wakishamtaka kwa mahitaji yao binafsi, watu wengine wanatoka pembeni wanaenda kumchukua, wanakurupuka kumsajili. Hili neno alilotumia wanakurupuka kwenda kumsajili ili wao wapate sifa, unajua ni neno ambalo linaendelea kufikirisha kwamba klabu ya Yanga ndio wao walimtaka Aaron Okello. It's fine kwamba walimtaka Aaron Okello, wakaenda kwenye klabu yao ya Vipers wakakuta na mkataba wa mwaka mmoja. Tunakubaliana kwamba ilikuwa ngumu au kuvunja. Inakuwaje mtu anapotoka nyuma, labda klabu ya Yanga ambao walienda kumsajili, wao alafu anakuambia kwamba sisi tukimtaka mchezaji, wao wanatoka nyuma, wanakuja wanafanyaje, wanakurupuka kwenda kumsajili. Hii kauli aliyoitoa mwenyekiti kidogo ukisikiliza, ndio maana nasema inaendelea kufikirisha zaidi. Kama kwamba wao wanatoka nyuma, wanakurupuka, wanaenda kumsajili. Je, nyewe kama kwa nini, kama nyewe mliona ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi yenu, mlishindwa nini kumsajili? Alafu mkawaacha wengine mnaosema kwamba wamekurupuka wakaenda kumsajili. Unajua hicho ni kichaka tu ambacho wameamua kuja kukitumia kujificha wao kama viongozi. Wameona kabisa mashabiki wameshaanza kuja juu na kuanza kuuliza maswali magumu kwamba huyu Aaron Okello ambaye ametambulishwa Yanga hivi majuzi, sisi ndo tulionesha nia ya awali ya kwenda kumuhitaji, lakini mwisho wa siku tukaona wame slow down, dili limekufa, Yanga ametoka nyuma, ameenda amemchukua mchezaji. Kitu cha kwamba kuwa na mkataba sidhani kama inaweza kuwa ni mantiki. Kuna wachezaji wanakuwa na
contract ndefu sana tu na vilabu vyao, lakini kama timu ina uhitaji, kama timu itafikia makubaliano ya pande zote mbili, mchezaji, klabu na timu anaotakiwa kwenda, wakatoa kiasi ambacho kinahitajika, sidhani kama deal inaweza kuwa gumu kiasi hicho. Pale Manchester kuna kiungo anacheza Atletico Madrid anaitwa Conor Gallagher, alishaye kupita Chelsea. Sisi Manchester tulionyesha nia ya kumhitaji kwenye ile dirisha dogo, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza Tottenham Hotspur washapeleka mpaka ofa kwao na wako kwenye hatua za mwisho za kumchukua Conor Gallagher. Pale pia Manchester kuna beki ambaye alikuwa anatakiwa kwenda Real Madrid, lakini Manchester tukatoka nyuma, tukaenda tukamchukua beki yule, tukamleta kwenye klabu yetu na mpaka sasa anaitumikia Manchester United. Kwa ili swala la watu kutoka nyuma na kwenda kuchukua inakuonyesha kwamba wewe umekuwa dhaifu au umepoaya kwenye eneo fulani, kwamba kuna mchezaji umeonyesha nia, umesham spotlight, unajua mimi namhitaji kwenye timu yangu, uwezi kuwa mzito kwenye kufanya mazungumzo. Uliona documentary ambayo Yanga waliachia ile fupi ya jinsi Engineer Hersi alivyotoka Tanzania mpaka anafika Uganda kwenda kukamilisha dili la Alan Okello. Ilichukua siku ngapi? Though Engineer Hersi amewahi kumfuatilia Alan Okello tangu mwaka 2019 kabla kijana hajaenda Algeria kuitumikia klabu ya Paradu. Kwa hiyo inakuonesha ni kwamba Simba viongozi wale hawakuwa serious, viongozi wa Simba hawakuzingatia kitu ambacho walikuwa wanakihitaji, na inaendelea kudhihirisha ya kwamba ndani ya Simba kuna shida, ila viongozi hawataki kuja mbele na kukiri na kukubali ya kwamba tuna udhaifu eneo fulani. Simba ambayo tunaizungumzia hapa mimi na wewe, tayari mchezaji ambaye ameshatambulishwa ndani ya Simba ni kijana Baraka Mwangosi kutoka Mbeya City. Na hiyo sajili sidhani hata kama kuna mwana Simba ambaye anaweza akatoka proud akajisifu ya kwamba tumesajili mchezaji tayari na huyu anaweza kwenda kutupambania hata kwenye michuano ya kimataifa, kwamba ni kijana bado ambaye anahitaji kukua kwanza, anahitaji kupata experience pia. Baraka Mwangosi hajashiriki michuano mikubwa akiwa na Mbeya City au kwingine, kwamba alipita kabla ya kwenda Mbeya City na kuja Simba kwenye michuano Mapinduzi tukamwona akiwa na Simba. Mchezaji kama yule unampa kwanza room ya kukua na kujifunza. Kwa Baraka Mwangosi, Yanga anaenda kuchukua wachezaji ambao wako tayari kwa ajili ya kutumika. Unamzungumzia Alan Okello, huyo ni mchezaji ambaye hata ukimweka kesho acheze dhidi ya Wydad, acheze dhidi ya Al Ahly, atacheza na ataonyesha kiwango kizuri. Sasa itadepend tu na game yenyewe, lakini probability ya Alan kukupa kitu bora kwenye mchezo dhidi ya majanti wakubwa, probability yake inakuwa juu zaidi, kwa sababu tayari ashafanya hivyo zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili. Ukimchukua Damaro Kamara ukamweka, probability yake ya kuonyesha kitu bora ni kubwa zaidi. Ukimchukua huyu Depo ambaye ametambulishwa leo pia, probability yake inakuwa kubwa zaidi ya kufanya vizuri. Sasa unachukua kijana ambaye unamleta kwenye timu, hana experience, hana uzoefu wote, anahitaji kukua, inakuwa changamoto. Kwa hiyo viongozi wa Simba nishazungumza, wapo ambao kabisa hawafiti kwenye nafasi walizopo, wanafahamu hilo, lakini inakuwa ngumu zaidi wao kujiwajibisha kwamba mimi ni sehemu ya tatizo, nikae pembeni ni waruhusu watu wengine ambao watakuja kuipambania nembo ya Simba kabla yao. Kuna watu ambao walishakaa kwenye nafasi kama zile wakafanya mambo makubwa zaidi ndani ya Simba, na mpaka leo hii wanaheshimika kwa mambo ambayo waliyafanya. Wanaheshimika kwa mambo walioyafanya. Aloysius Sagara, mimi nataka mimi na wewe tukubaliane kwamba kumekuwa na taarifa nyingi kwamba klabu ya Simba ndio inakuwa ya kwanza kumtazama kupitia maneno aliyozungumza mwenyekiti wa klabu ya Simba. Hapa inatuwakilisha kwamba klabu ya Simba ndio inakuwa haraka kuwatazama wachezaji, lakini wanashindwa kwenye ile dili la mwisho na wanatambulishwa upande wa pili. Mfano tulisikia taarifa za Musa Balakonte na taarifa zilikuwepo kwamba klabu ya Simba ndio ilikuwa klabu ya kwanza kumuona mchezaji na walishafanya kila kitu kuhakikisha wanampata mchezaji. Lakini eventually au mwisho wa siku tunakuja kutazama, tunashangaa anatambulishwa upande wa pili ndani ya klabu ya Yanga. Kwa kupitia hii kauli aliyozungumza mwenyekiti wa klabu ya Simba, inaashiria kwamba zile taarifa tunazokuwa tunazisikia ni za kweli, hazipingiki kutokana na nini? Kutokana na maneno yake. Mimi naweza nikamhukumu kutokana na maneno yake kwamba hizi taarifa za kwamba sisi ndio tulikuwa kwanza kumtazama mchezaji fulani, utakiri kwamba ni sahihi kwamba Simba ndio wanakuwa wa kwanza. Lakini inapokuja swala la mwisho sasa, ambalo sasa kumbuka, inapokuja swala la sajili, ile ni biashara. Tena sasa ile inakuwa sio mambo, ile inakuwa ni nini? Biashara. Sasa ile. Hasani, na kitu nataka niongeze kidogo hapo kwamba sawa Simba anakuwa wa kwanza kumspotlight mchezaji, alafu mwisho wa siku hampati ndio. Wewe nadhani nani atakuwa na udhaifu? Yanga ndo anakosea kwenda kumchukua mchezaji yule ambaye Simba alianza kuonyesha nia kumhitaji? Hapana. Wenye udhaifu ni viongozi, kwa sababu haiwezekani tunamhitaji mtu alafu mwisho wa siku usema alikuwa na mkataba. Yaani hiyo ni reason ambayo kwa shabiki anayejielewa, shabiki mwenye kufikiria na anayejua mpira hawezi akakubaliana nayo kirahisi. Utamdanganya mtu ambaye haujui mpira, lakini mpira biashara mtu anafahamu. Alan Okello
Na kuna chanzo pia ambacho mimi napenda pia kusoma comment, lakini pia kuna watu wenzetu waandishi napenda kuchati nao sana. Wakasema kwa Alan Okello kitu ambacho kilikuwa kigumu ni pesa. Simba ambacho kiasi walitakiwa wapewe wakitoa kwenda kwa Vipers hawakuwa tayari kukitoa. Sijui unaelewa? Kuna mchezaji pia tulishe kumdiscuss hapa. Kutoka anaitwa Chikumbuso Salima kutoka Malawi, Nyasa Big Bullets. Yule mchezaji Simba pia walikuwa wanahitaji wamchukue wapeleke pesa kwa mafungu. Wale wakakataa, wakasema hapana. Lakini option nyingine ilikuwa ni ya kumleta afanye majaribio kama alivyokuja Baraka Mwangosi. Wakasema huyu mchezaji wetu si wa type hiyo, kwa sababu akiwa na Nyasa Big Bullets ameonyesha kitu tayari, hana haja ya kufanywa majaribio. Kama mnataka kufanya biashara, wekeni pesa mezani, tuwapatie mchezaji muondoke naye. Ndio maana Alokidi nilikuwa naendelea kuambia kwamba swala linakuja kwenye biashara hapo Aloisi Sagara. Swala linakuja kwenye nini? Kwenye biashara. Ndio maana nikasema kama nyie ndio mlikuwa kwanza kumtaka mchezaji, kilichotakiwa pale sio siasa. Kinachotakiwa ni kwenda kufanya nini? Biashara. Inapokuja swala la biashara ni maagent wanakaa, watakapokaa na timu mnakaa mnazungumza. Agent anaangalia je, yale makubaliano stahiki za mchezaji zimezingatiwa, ikiwepo maradhi, labda accommodation yake, ada yake, malipo yake vimezingatiwa. Wanapoona ofa yenu inakidhi kwenye vile viwango ambavyo labda wakala wa mchezaji na mchezaji wenyewe wamekubaliana, ndio ile tunakuja kumaliza nini? Deal. Kwa ina maana kama Simba nyinyi ndio wa kwanza mnakuja kumsajili mchezaji mnashindwa, na mtu anatoka pembeni anakuja analimaliza deal. Ina maana nyinyi mmeshindwa kwenye ile swala la mwisho ambalo ni nini? Ni biashara. Tunasema kuna watu wamevunjiwa, mtu ana mkataba hata wa miaka 3 mpaka 5 inavunjwa. Kwa sababu ya mwenyekiti kusema kwamba alikuwa na mkataba wa mwaka mmoja, ilikuwa ngumu kuvunja. Hii unaweza kusema uliwahi kuniambia kwamba inaweza ikafa kifo cha nini? Kifo cha kawaida sana. Tunaweza kukubaliana kwamba kama ndio alikuwa na mkataba wa mwaka mmoja, kama kuna watu wanaweza kuvunja mikataba ya miaka 3, miaka 5 watu wanavunja. Watu wanavunja. Hapa ilikuwa ni swala la nini? La nguvu ya nini? Ya kifedha. Ya nguvu ya kipesa ambayo ni biashara. Kumbuka mchezaji faida yake ndio biashara, ambao wewe utakapotaka kwenda kumsajili ni ofa yako, aitazame, akione inamfaa ndipo afanyeje? Assign deal ili aje kukutumikia. Kwa hapa kwa kauli alizozizungumza mwenyekiti wa klabu ya Simba inaashiria kwamba wao Simba ndio wanakuwa wa kwanza kufanya spotlight ya baadhi ya wachezaji, lakini mwisho wa siku sasa ndio hivyo wanakuja kuzidiwa karata na Engineer Hersi. Na karata kubwa duniani bado tunazungumza, pesa huwa inazungumza sana kuliko maneno na siasa. Alafu kuna wengine ukiachana na swala la fedha, swala lazima ni la project. Akitazama project ya Yanga anaona kabisa Yanga hii kuna mahali inafanyaje? Inaelekea. Kumbuka hata mchezaji ukiachana na fedha ambalo ndo kitu cha kwanza ashumu kwamba kumbuka mpira zinavyozungumza ni ajira. Lakini linapokuja ndio mpira ni ajira, nitalipwa pesa. Je, ajira yangu mimi lazima nicheze mpira ili niendelee kufanyaje? Kupiga hatua mbele. Kupata pesa ili niendelee kupata pesa, ni kile kipaji changu kinavyoendelea kukua kila siku. Leo tunavyomzungumza Fiston Kalala Mayele, laita angelisema mimi stoki nilikotoka ili nije Tanzania nahitaji hela nyingi, leo hii tusingekuwa tunamuona pale alipo. Kwa hiyo alipokuja ndani ya Yanga akacheza vizuri akaonekana, alafu pesa yake thamani yake ikapanda. Kwa hiyo ndio inapokuja hapo tunapolizungumzia kwamba mchezaji anapotakiwa swala lazima sio maneno tena. Swala lazima ni nini? Ni pesa na project yako ya timu unakompeleka. Akiangalia akamwambia bana saizi ashumu dirisha dogo liliko linaendelea na sajili. Klabu ya Simba wao wapo kimya. Tunavyozungumza ameweza kuuliza, kuna miongoni alikuja baadaye akaulizwa, mbona mpo kimya kwenye swala la nini? La usajili. Majibu yake aliyojibu, mimi siwezi kutoa majibu kwa sasa. Tutawapa nini? Majibu. Hayo ndio maneno ya mwenyekiti alipoulizwa swala la nini? Mbona mpo kimya kwenye swala zima la usajili? Kwa tunarudi hata mchezaji kama Alan Okello ndio nilimtaka Simba. Akiangalia project kuna 1 2 sasa naona akapima tu mapungufu. Ikawa ni sababu nyingine ya mchezaji kutofanyaje? Kutokuja kwenye timu. Na hiyo imekuwa ni silaha kubwa sana hasa project. Engineer Hersi anapokwenda kuwashawishi wachezaji, amekuwa akiitanguliza sana taswira ya Yanga mbele. Amekuwa akiweka project ya Yanga mbele kwamba kwa sasa tuko hapa lakini tunahitaji kufika mahali fulani. Sasa kama kuna mchezaji pia ambaye ana ndoto kubwa, ana malengo makubwa, lazima atavutiwa na project, na akijaribu kuangalia anaangalia kweli hawa wamesema wanataka kufika mwaka 2030 waweze kuwa wametoa maybe makombe mawili ya Champions League. Sijui unaelewa? Hiyo pia mchezaji ambaye ana desire siku moja alishai kuota kwamba ipo siku na mimi natamani kuchukua kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika, ni lazima ataungana na wewe. Na akiangalia kwenye kundi la wachezaji ambao uko nao, inakuwa inamshawishi. Akiangalia Yanga anamuona Pacome Zouzoua, akiangalia Yanga anamuona Prince Dube, akiangalia Yanga sija anamuona Tola Kwasi au Djigui Diarra, mchezaji aliyefanya vizuri zaidi kwenye michuano ya AFCON. Anavutika, anasema kama huyu ni Diarra
ameridhika kuwa ndani ya Yanga, ameridhia kuwa ndani ya Yanga licha ya kiwango chake kikubwa. Ina maana ndani ya Yanga wana malengo makubwa ambayo pia mimi pengine nayawaza yanaweza yakatimia kirahisi. Mchezaji na klabu wanategemeana kwa nyanja tofauti. Kuna nyakati ambazo klabu inamtegemea zaidi mchezaji na kuna nyakati ambazo mchezaji pia anaitegemea zaidi klabu. Umemzungumzia Fiston Kalala Mayele, alikuja Tanzania akiwa si lolote si chochote, lakini leo hii Fiston tunemzungumza ndiye mchezaji bora kwa wachezaji wanaocheza ndani barani Afrika. Alitumia platform ya Yanga kushiriki kwake michuano ya kimataifa, akaitumia vizuri kujitangaza. Mayele akatazamika vizuri na mawakala wa Afrika, wakamchukua wakampeleka Pyramids ambayo pale pia kuna watu wanapigana vikumbo. Hakuna klabu kubwa ya Afrika kwa sasa ambayo haihitaji huduma ya Fiston Kalala Mayele. Na kuna wakala wake, kuna kauli moja ashazungumza akasema kwa sasa Fiston alipofikia, sifikiri tena kumuona akicheza ndani ya mipaka ya bara la Afrika. Fiston ninataka kumuona anacheza nje ya bara la Afrika kwa maana ya Ulaya. Tayari ni safari ambayo ilianzia ndani ya Yanga. Kupitia Yanga akaipitia kama platform kujitangaza, na mpaka hii leo amefika Pyramids na bado atapiga hatua za juu zaidi. Alan Okello pia anafahamu Yanga ni taasisi ya aina gani. Sasa project ya Simba nadhani kuna mahali ina shida. Yaani huo ndio uwasilia, kwamba uwasilia ni kwamba ndani ya Simba project yao ina stack sana. Hebu tazamia tu misimu 3-4 nyuma iliyopita, Simba ameingizwa wachezaji wapya zaidi hata ya 30. Wanafika sasa, huwezi kuwa unafanya maingizo hayo alafu ukatarajia kufika nchi ya ahadi. Tazamia wachezaji ambao Yanga ambao tumesema imekuwa bora zaidi, imechukua ubingwa back to back misimu 3-4 mfululizo, ni Yanga ambayo haifanyi mabadiliko makubwa sana kikosini. Ikiona kuna mchezaji hajafiti vizuri, hajadeliver kitu ambacho walikuwa wanakitaka wao, wanamchomoa, wanaongeza top quality player kuziba pengo lake. Na ikionekana hajafiti, anachomolewa na yuko pembeni, analetwa mwingine. Kwa mwisho wa siku unajikuta umepata ile cream ambayo ni very very best players. Unajikuta unatengeneza timu ambayo ni timu yenye ushindani zaidi. Mtu anafikiria Yanga anaenda kucheza na JS Kabylie away, anasema Yanga anaenda ugeni kwa Waarabu, hiyo mechi atapoteza. Lakini mchezo unapotamatika dakika 90 ni bila Yanga ameondoka na alama moja ugenini, Mwarabu mwenyewe ndo anatamani ile mechi ishe. Mtu anafikiria ile ni miujiza. Sio miujiza, ni quality ya wachezaji ambao wanaunda kikosi cha klabu ya Yanga. Kwa hiyo mimi kitu ambacho naweza pia nikatoa kama ushauri, wana Simba, viongozi wa Simba wanapaswa kuangalia ni wapi wanakosea. Wakiendelea hivi tutaishuhudia Yanga pengine Singida Black Stars, Azam FC wataanza kutoa challenge kubwa zaidi kwa Yanga kuliko hata mtani wake wa jadi ambaye ni Simba, kwa sababu kutakuja kuwa na gepu kubwa sana la ubora kati ya Yanga na Simba, kwa sababu wakati Yanga anazidi kukusanya wachezaji wenye talent kubwa, Simba yeye anabaki pale. Kuna taarifa kubwa pia ambazo zipo ndani ya Simba, zitakuja baadaye, watazamaji wa Data Sports wakae karibu tu. Yani kuna taarifa nzito kutoka viunga vya ukundu wa Msimbazi Simba zinakuja. Sasa huwezi kupiga hatua Hasani kama unafanya mabadiliko kila msimu. Tena wachezaji wako nyota wanakuwa wanaondoka, mtu anakuja msimu mmoja anaondoka, msimu mmoja anaondoka. Sidhani kama mtafikia yale malengo. Unajua wakati kuna story ile ya kujenga mnara wa Babeli kuna wakati watu walivurugana pale, mtu anaagiza tofari, mtu analeta mchanga badala ya tofari, mtu anaagiza maji, mtu analeta kokoto. Unaona, yani inakuwa lugha gongana. Sasa ndio kitu ambacho ninakiona ndani ya Simba, kwamba huyu anahitaji hiki kifanyike, huyu anataka hiki. Kwa mwisho wa siku hamtaweza kufikia nchi ya ahadi ambayo mnatamani mfike kwa pamoja. Bana, huyu ni Alois Sagara akimaliza hivi akisema kwamba klabu ya Simba mpaka ifike nchi ya ahadi. Umezungumzia swala la mnara wa Mlimba Babeli, kwamba huyu analeta, unaambiwa leta maji, analeta jiwe. Kwa hivyo tunakuwa mchanganyikeni na klabu ya Simba. Bana, huyu ni Alois Sagara alikuwa na malizia hapo bana. Tulikuwa tunajadili kauli alizozitoa mwenyekiti wa klabu ya Simba akisema kuwa wao ndio walikuwa wa kwanza kumtaka Alan Okello, lakini walipokuta na mkataba wa mwaka mmoja ilikuwa vigumu kuvunja mkataba wao, wakakuta walipoacha. Mwisho wa siku Engineer Hersa akaja naye. Sasa tunavyomzungumza Alan Okello ni kijani Hasani. Nimekumbuka kitu, kuna mchezaji ashaletwa kwenye mkutano mkuu wa klabu ya Simba kutoka Uganda pale anaitwa Caesar Lobi Manzoki, akaambiwa huyu ni swala la muda, ila baada ya hapo tule mwana uko zake China bana. Huyu ni swala la nini? Swala la muda. Na unaruhusiwa kuchangia na sisi hapo chini bana kuhusu hii kauli ya mwenyekiti wa klabu ya Simba. Wewe umeipokeaje? Ni kweli kuna usahihi kwamba mkataba wa mwaka mmoja ilikuwa vigumu kumpata Alan Okello aliyesimamia kazi hii yote kutuona tunang'aa hivi? Na si mwingine ni Mr. Paco. Tukutane kwa wakati mwingine. Bye.